Naam, karibu sana, tuendelee kutazama habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Hii ni habari kwa sasa, tuangaze habari za biashara na uchumi. Mradi wa Wezesha Binti unaotekelezwa na Mamlaka ya Elimu ya Mafunzo na Ufundi Stadi kwa maana ya VETA kwa kushirikiana na taasisi ya Enabel Tanzania umeanza kuleta mafanikio ya kiuchumi kwa wasichana waliopatia mafunzo hayo. Kutoka Dodoma, tuungane na mwandishi wetu Roda Simba. Akizungumza na Channel 10, kaimu msajili wa VETA Kasulu, Bi Teresia Masinga amesema katika ziara ya ufuatiliaji kwa wanufaika wa mradi huo, baadhi yao tayari wamepanua wigo wa shughuli zao na hata kufungua ofisi rasmi. Tumeweza kuwatembelea mabinti ambao walihusika moja kwa moja na utengenezaji wa vazi maalum la kulinia asali. Mabinti hawa wameweza kufungua ofisi. Baada ya kufungua ofisi, wanafanya shughuli zao kama kawaida na wanajipatia kipato. Naye afisa mafunzo kutoka shirika la Enabel Tanzania, Bwana Thomas Aikarua, anatoa wito kwa jamii kutumia fursa ya mafunzo kuongeza thamani ya biashara wanazofanya. Kuna tofauti wa kufanya biashara kulingana na mazoea na kufanya biashara baada ya kuwa umepata elimu stahiki ya kufanya biashara hiyo, na hasa mafunzo maalum ya kuongeza thamani. Kitu chako kikiongezea thamani, product yako kiongezea thamani. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Haya, Wizara ya Kilimo na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC imeanza kupima na kumilikisha ardhi katika maeneo ya miradi ya umwagiliaji ili kuhakikisha wananchi wa hali ya chini wanaoishi maeneo hayo wananufaika moja kwa moja na uwekezaji huo. Tuungane hapa na Amani Mbando kutoka Dodoma. Hatua hiyo ya serikali imekuja baada ya kubainika kuwepo kwa vitendo vya wananchi kurubuniwa kuuza mashamba yao kwa watu wenye fedha, hali inayokwenda kinyume na dhamira ya serikali ya kuwawezesha wakulima wadogo kuinuka kiuchumi kupitia miradi hiyo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC Raymond Mdolwa katika mkutano wa baraza la 6 la wafanyakazi la tume hiyo. Miradi hii serikali nia yake ilikuwa ni kwa ajili ya wananchi wa kawaida. Kinachotokea tunavyoenda kuendelea kuweka miundombinu hii ya kisasa, watu wenye fedha wameenda kuanza kuwatoa wananchi kwa kutumia fedha zao. Tumeanza kulifanyia kazi kuyapima maeneo na tuweze kuwapa wananchi wale hati zao ili wasiweze kurubuniwa na kunyang'anywa, kwa sababu ardhi zile hazitarudi tena mtu akiachia leo. Kwa upande wake, naibu waziri wa kilimo David Silinde akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huu amesisitiza kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha kilimo nchini kinakuwa na tija ili kuchangia katika pato la taifa na ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na kutimiza malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Serikali imetenga fedha nyingi katika sekta ya umwagiliaji kwa lengo la kuhakikisha nchi inajitosheleza kwa chakula na kuuza ziada katika masoko ya ndani na nje. Lengo hilo litafanikiwa endapo mtasimamia shughuli zote za umwagiliaji zilizopangwa kutekeleza katika maeneo yenu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Haya, wadau wa nishati safi wamehimiza wajasiriamali wanaojihusisha na biashara ya chakula maarufu kama mama na baba lishe kutumia nishati safi ya kupikia ili waweze kupata kipato cha uhakika katika biashara zao. Tuungane na Leonard Mwacha kwa undani wa habari hiyo. Wito huo umetolewa na wadau wa nishati safi ya kupikia, huku akibainisha unafuu mkubwa matumizi ya nishati safi katika biashara. Ule muda ambao ningetakiwa nitumie mkaa, nikoleze moto, kwanza nikatafute mkaa, niukoleze, jiko lishike. Huo muda sasa hiyo natumia katika biashara zangu. Kwa hiyo imenisaidia sana kama mwanamke, muda kukaa jikoni unapungua. Kwa mfano kama kupika maharage makavu au kupika makande, unajikuta tumia muda mrefu zaidi. Lakini kiwango cha umeme ambacho utakitumia kwa huo muda dakika 40 mpaka dakika 50, unatumia kiwango cha umeme 0.45 ambayo ni sawasawa na shilingi 160. Kwa kutumia gesi unaokoa zaidi ya 40% ya gharama kama ukitumia mkaa. Kwa hiyo kama ulikuwa na nyama ambayo unaweza ukaichoma kwa mkaa wa 100, ukitumia gesi utatumia ule mtungi wa kilo 15. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini, Mhandisi Hassan Said, amewahakikishia wafanyabiashara nishati ya uhakika ili kurahisisha biashara zao. Shughuli ya umeme imefanyika kusema kweli kwa ufanisi mkubwa. Mpaka tunavyoongea leo, serikali ya Tanzania imeweza kupitia wakala wa nishati vijijini kupeleka umeme kwenye vijiji vyote.
12,318. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha. Taarifa ya mwanahabari Leonard Mwacha kutoka jijini Dodoma inatuhitimishia habari za biashara na uchumi usiku huu wa leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi. Tupate break fupi, kisha Lulu Ali atakuja hapa kutujuza zaidi kwenye upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.